Ukiona mtu yoyote amekuamini kwenye maisha yako, kubali kuaminika na jitahidi uaminike. Mtu anaweza akakuamini leo, akakupa kazi, maisha yake, akakupa siri zake. Ukipoteza ule uaminifu, gharama ya kuurudisha ni kazi sana. Na kwenye maisha jitahidi kuwa mwaminifu, hasa kwenye mambo mawili: fedha. Eneo la pili, mahusiano. Ukipoteza huo uaminifu, gharama ya kurudisha tena mtu akuamini ni kazi sana. Na hata akikuamini, hata kuamini kama ilivyokuwa mwanzo. Na ndio maana kuna watu wengi tumekosa provision kwa sababu ya kutokuwa waaminifu. Na maandiko yanasema kabla Mungu hajakupa vya kwako, atakupa kusimamia vya mwingine, na ataangalia namna ulivyo mwaminifu kwenye vitu vya watu wengine. Na akiona wewe sio mwaminifu kwenye vitu vya watu wengine, hawezi kukupa provision ya vitu vyako, kwa sababu anasema aliye mwaminifu kwenye mambo madogo, Mungu anampa mambo makubwa. Na kuna watu tuko hapa tunakosa provision kwa sababu ya kutokuwa waaminifu. Ni kweli unaomba, unafunga na kuomba, lakini hauna uaminifu hasa kwenye vitu vya watu. Na mtu yoyote aliyefanikiwa akawa na vitu vyake, alipita kwanza kusimamia vitu vya watu wengine. Alipofanya kwa uaminifu, Mungu akampa vya kwake. Unakuwa mwaminifu, iwe ni kuofisi, iwe ni ofisini. Fanya kazi kwa uaminifu. Uko chini ya boss, kuwa mwaminifu kusimamia mali zake kama vile za kwako, alafu uone kama Mungu atakupa provision ya kwako.